Asante sana kwa kuendelea kuitazama Alasiri Lounge kwa saa huu. Turejee katika swali ambalo nilikuacha nalo tukienda kupata mapumziko. Kuna vituo vingi vya kulelea watoto yatima. Watoto hawa wanapofika umri wa kujitegemea wanakuwa wameandaliwa kwa kiasi gani, na ni wapi ambapo wanaenda watoto hawa? Ni swali ambalo pengine hujawahi kujiuliza, lakini wapo ambao wamejiuliza na wakaona kuna umuhimu wa kuanza kutatua hilo kuanzia katika vituo hivyo. Sasa kipekee kabisa wapo watu ambao wanasema na care na care na kula naye na muonesha kesho yake, ndicho kirefu cha na care. Na tunaye hapa mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo ya na care, na kula naye na muonesha kesho yake, Liza Meporo Kirave. Karibu sana Liza. Asante sana madam, asante sana. Umelelewa kwenye kituo cha watoto yatima? So mara ya kwanza mtu kuniuliza hicho kitu kwamba kwa nini upo kwenye masuala ya watoto, umelelewa kwenye kituo cha watoto yatima. Binafsi sijalelewa kwenye kituo cha watoto yatima na nina wazazi wangu wote wawili. Lakini naweza nikaa nimepita kwenye malezi mbadala ya akina bibi, akina babu, maisha ya wajomba. Lakini kwetu kuna hii hali, bibi yangu mzaa mama, baba yangu mzazi, natokea kwenye jamii ya Kimasai. Na kwenye jamii ya Kimasai ni ngumu sana kumkuta mtoto yatima. Yaani ni kama Wamasai hatuna mtoto yatima. Na kwa nini kama Masai hatuna watoto yatima? Ni kwa sababu ya ile, naweza kusema, mentality au uelewa ambao kabila langu liko nayo kwa habari ya kuwatunza watoto, kwamba ikitokea mtu amefiwa na mama yake au baba yake, basi tunaamini kwamba kuna mwanafamilia ambaye anaweza akachukua ile jukumu. Kwa hiyo ilikuwa ni kama haramu kumuona mtoto yatima kwenye jamii yetu. Yaani ilikuwa ni kama kitu ambacho, kwa hiyo inaweza ikawa ni kwenye jamii yetu, kwenye jamii yetu ambayo nimetokea mimi. Kwa hiyo lakini si jamii yenu tu. Mimi nimeshuhudia kwa kipindi cha umri wangu, lakini kwenye ile umri wa makuzi ilikuwa ni nadra anapofariki mtoto kwenye ukoo fulani, mfano baba amefariki, alafu eti yule mtoto akaachwa, lazima ataenda kwa mjomba, ataenda kwa dada, iko hivyo. Sasa wewe unafikiri kwa nini sasa hivi watoto hawa wamekuwa wengi sana? Ni swali ambalo lipo, lakini kuwepo kwa watoto hawa kwenye vituo vya watoto yatima sio tu wale ambao wamefiwa na wazazi wenyewe, yani wanafamilia wakishuhudia. Wapo ambao wanatelekezwa, wako ambao hata wenyewe wanatoroka katika, wanakuja kwenye yale makao wenyewe. Lakini pia ukatili ambao unafanyika hata huko ndani ya hizo familia. Yani kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yapo katika jamii yetu. Ni sahihi kwamba maisha yamekuja na nyanja zingine tofauti tofauti, ambayo sio kukosa tu mzazi ndo inaweza ikamtemi yule mtoto kama mtoto yatima. Kuna vitu vingine mbalimbali ambavyo vinaweza vikamfanya yule mtoto mpaka akaenda kwenye yale makao. Tunaweza tukatumia neno makao. Kituo nadhani wamekuja kuirekebisha baada ya jina, tuitumie neno makao kwa maana kwamba sehemu ya makazi kwa wale watoto yani. Sawa. Okay, umetuambia undani hapa wa kwa nini basi wewe nimejikuta nipo huko, umejikuta huko. Lakini sina shaka huwezi kuwa huko bila kusukumwa pia na taaluma ambayo pengine ilikupelekea sasa kuja kuwa huyu mkurugenzi wa na care. Sina shaka katika hili. Kabisa. Kitaaluma kweli mimi ni mwalimu. Hiyo ndio taaluma yangu ya kwanza, na ni moja kati ya kada ambayo nilishuhudia watu wengi wanapitia vitu vingi ambavyo wanahitaji mkono wa watu wengine. Lakini pia kwa sasa ni mtaalamu wa masuala ya malezi mbadala. Kwa maana kwamba namna gani ambayo unaweza kumlea mtoto ambaye sio wako wa kumzaa, lakini unaweza kumlea katika njia nzuri na kumsaidia aweze kufikia kwenye kesho yake. Na huo msukumo wote naweza nikasema pia Mungu anaweza kuhusika, kwa sababu muda mwingine sio rahisi sana kujikuta unaanza kuhusika na mambo ya mtu mmoja. Kwa hiyo naamini kwamba kuna wito au kuna ule msukumo ambao Mungu mwenyewe ameweka huko ndani. Lakini
shauku yetu kama Nana Care ambayo ni taasisi na sio mimi binafsi ni kwamba ni kuhakikisha kwamba kila mtoto anafikia malengo yake au anapata kesho iliyo bora. Achana tuna mtoto kwamba yuko kwenye mazingira magumu, yuko yatima, hatarishi. Mtoto tu kama mtoto. Umenielewa eh? Unajua unavyomtafsiri mtoto, sisi ndio tunakuja kuongeza hizi vitu vingine kulingana na situation ya yule mtoto ako nayo. Lakini mtoto kama mtoto anabaki kuwa mtoto. Mtoto ambaye yupo kwenye makao na mtoto wa kwako wewe wa kumzaa, ukiwaweka pale sehemu moja, kama hatutakwambia huyu mtoto ni yatima au analipitia mazingira fulani, hakuna chapa yoyote ambayo inaweza ikawa inambeba yule mtoto. Umeelewa? Kwa hiyo Nana Care tumekuja na ile wazo kwamba hata kama wamepitia hayo mazingira, hata kama wamepitia hizo hali, je, hakuna namna yoyote ambayo tunaweza tukawasaidia na wakaweza kushinda hizo hali walizopitia na wakaweza wakawa na kesho iliyo bora pia. Sasa ni nini ambacho mnakifanya hasa? Okay, Nana Care tunachokifanya kama kwanza jina linavyosema, nakula naye namuonyesha kesho yake. Inaweza mtu anaweza kusema mbona ni sentence ndefu, lakini msingi wa taasisi yetu ni kwamba ni leo na kesho ya mtoto. Ile nakula naye kwa watu wa lugha unaona kama ni wakati uliopo kwa sasa hivi, si ndio hivyo? Ambapo watu wengi tumekuwa tukienda kuwasaidia watu, tuna deal sana na hii nakula naye, tunaenda na vitu vya leo. Lakini tukaona kwamba kuna gap katika namna ambayo jamii tunasaidia watoto. Je, tunawaandaa watoto kwenda kwenye kesho yao iliyo nzuri? Ndio tukaja na hiyo kipande cha pili cha namuonyesha kesho yake, ambao ndio sehemu kubwa ambayo tumezingatia kwa kina kwamba tufanye vitu ambavyo mimi leo nikitoka, kwa mfano nimefanya leo, lakini nikijiondoa pale yule mtoto anaweza kajiendeleza yeye mwenyewe. Ndio namuonyesha kesho yake ambayo ni Namuonyesha vipi kesho yake mtoto? Swali zuri ambao nadhani ndio mada yetu ya leo, kwamba namna gani ya kumwandaa huyu mtoto. Unajua kesho ni mchakato. Right? Kesho ni mchakato, sio kitu cha siku moja kabisa. Kwa hiyo sasa sisi ambao tunachokifanya kwenye kumwonyesha kesho ya huyu mtoto, kuna miradi mbalimbali na kuna kampeni mbalimbali ambazo tunazifanya kwenye jamii, na mojawapo ndio hapa ambayo tumekuja hapa leo. Zaidi tunajikita sana kwenye vipaji vya watoto, kwenye ujuzi wa watoto, kwenye elimu ya kimkakati ya watoto, wapate elimu ya kimkakati. Ujue sio kila mtoto atakuwa daktari, sio kila mtoto atakuwa mwanasheria, sio kila mtoto atakuwa mwalimu kama mimi, sio kila mtoto atakuwa mtangazaji kama wewe. Kuna vitu ambavyo tukiwekeza nguvu kwa wale watoto wanaweza wakaifikia kesho yao. Sawa, matokeo sasa yapoje? Kwa maana ya kwamba mafanikio ya watoto hao kuifikia kesho yao, hasa pale wanapofikia umri wa kujitegemea. Labda nitumie fursa hii pia kueleza kwamba madam alizungumza mwanzoni kwamba kuna njia mbalimbali ambazo sasa hivi zinawaleta watoto kwenye makao. Tunashukuru serikali yetu kwamba wametengeneza njia sahihi za watoto kuja kwenye makao, lakini pia kuna njia za watoto kutoka kwenye makao kwenda huko nje. Sasa kurudi kwenye jambo lako ni kwamba matokeo yakoje? Ni kweli kuna bado tuko chini. Kuna tafiti moja imefanywa na imechapishwa na The Citizen, walikuwa wanaonyesha kwamba 84% ya watoto ambao wanatoka kwenye malezi mbadala kwa maana ya makao, 84% wanashindwa kuendana na kasi ya huku nje ilipo. Umenielewa? Kwa hiyo unakuta kwamba ni kama asilimia ngapi, 16 tu ndio anaweza kufit kwenye mfumo wa dunia ulipo. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kumbe kuna namna labda tunatakiwa tuboreshe kule tunapowalea watoto kwenye haya makao. Sio, umenielewa? Yaani kwa maana kwamba kule na sisi wote kama jamii tunaweza tukawa chanzo cha hicho kitu. Kwa maana kwamba tunawatengenezea wale watoto ile mentality ya utegemezi. Umenielewa? Hapa naamini kila mmoja ashai kwenda kuwatembelea wale watoto, lakini kila tukienda, nani ashai kwenda kumsomesha mtoto pale? Nani ashai kumpeleka mtoto labda kwenye hivi vituo vya vipaji Azam na kituo cha kuona mtu anafanya vitu vya namna hivyo? Unaweza kukuta atoke nje ya ile box la kujitegemea, kwamba tunaona kwamba yeye anahitaji tu chakula, anahitaji tu nguo, anahitaji tu makazi. Unakuta kwamba jamii tumeishia kwenye ile box, lakini tupo hapa kama anakaa kuambia kwamba kuna vitu vingi ambavyo tunataka tufanye kwa watoto ili waweze kutoka kwenye ile box la kututegemea, na kesho ukikutana naye unamuona kabisa kwamba ni kijana mzuri, kumbe anaweza kujitegemea na wewe. Lakini hiyo kesho inaanzia leo sasa kwetu sisi wadau. Kiujumla, mmewatembelea ama mmewafikia watoto wangapi? Ama kwa kiasi gani mmewafikia watoto na katika maeneo gani hasa? Kwa Nana Care kwa sasa hivi tunafanya kazi kwa uwanda wa Dar es Salaam na Pwani.
na kwa neema ya Mungu tumefikia karibu vituo vyote ambavyo viko mkoa wa Dar es Salaam, zaidi ya vituo 42 ambavyo vipo, lakini pia tumejaribu kufika kwenye mashule ambao wako wanasoma watoto wa aina zote, na kama nilivyosema awali kwamba ukiachana tuna haya mazingira hatarishi, focus yetu kubwa ni yule mtoto. Kwa hiyo naweza nisiseme idadi kamili ya watu, lakini zaidi ya watoto 2000 nao wameguswa na miradi mbalimbali ambayo tunakuwa tunaifanya. Okay. Yeah. Tumeanza safari ya kuelekea Aprili 12. Okay. Siku ya kimataifa ya mtoto ambaye anaishi na kufanya kazi za mtaani. Okay. Na jana Aprili mosi Waziri wa Maendeleo ya Jamii Daktari Dorothy Gwajima alizindua rasmi safari hii ya kuelekea kuadhimisha siku hiyo. Kwa hivyo tuko katika siku ambazo tunamwangalia zaidi huyu mtoto ambaye anafanya kazi za mtaani. Ninyi na Nana Care ni kwa namna gani mnawaangalia hata wale ambao wapo nje ya makao? Wapo ambao wapo hawajapita kwenye makao, lakini bado wanashindwa kujisimamia wenyewe na kuishi maisha ambayo watoto wengine wanatakiwa kuyaishi. Swali zuri, na nini tunajiandaa kukifanya? Kwanza umeona hiyo mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani, toa vile vitu viwili vya mbele, mtoto yani baki na ile lengo la mtoto moja kwa moja. Then nini tunajiandaa kufanya? Sasa tunaweza kwa sababu wale sasa wana kesi yao tofauti na wale ambao wako kwenye makao, lakini nachoweza kushauri au nachoweza kuona kwamba inaweza ikafanyika ni elimu ya kimkakati kwa wale watu ambao wapo kwenye wanaoishi na kufanya kazi mtaani. Nimepata fursa ya kukaa na baadhi yao, wengi wao, na kuna watu ambao nimekaa nao kwa muda mrefu wakiwa mtaani vile vile, baadaye tukaweza kuunganisha kwenye makao angalau wapate hayo makazi. Na kitu cha kufurahisha, they are very talented. Yani unaweza kumwambia uncle, mimi bwana, ukinisaidia nikienda kufanya kitu fulani tu kile ambacho nakitaja, na kweli ukimpeleka unaweza ukaona yale matokeo ambayo anaweza kufanya. Kwa hiyo labda ni shauri serikali, hawa watoto wapo wengi. 2022 ilifanyika pia sensa ya wale watu ambao wanaishi na kufanya kazi mtaani, wapo wengi. Kama tungepata hub, tukipata room ambayo tunaweza tukawapa maarifa hasa kwenye kile kitu ambacho wana passion nayo, lakini pia wana uwezo nao, tunaweza tukawa tumewasaidia kwa nafasi kubwa sana. Kwa hiyo Nana Care tutaendelea kuhamasisha kwamba ukiwa na room ya kumsaidia yule mtoto atoke mtaani, usisupport kwenye yale mazingira ambayo yako mtaani, msaidia aweze kutoka mtaani. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukavifanya hasa kwa upande wa elimu ya ujuzi. Wengi wao wanaishia kwenye hivyo vitu, na nina ushuhuda mzuri. Kuna kijana ambaye alikuwa anakaa mtaani kwa muda mrefu, na kila kituo akienda anasema kwamba huyu bwana sio mtoto wa kukaa kituoni, lakini aliletwa kwenye kituo kimoja ambacho alikuwa anakisimamia, kinaitwa Camp Caleb, kipo Buza. Na yule mtoto tulikaa naye na tukaja kugundua kwamba kichwani ndio kuna shida. Ukiachana na hizi tabia zingine ambazo zipo, ufahamu wake tayari kuna kitu kipo. Kwa hiyo una deal kwanza kuisafisha ile kichwa chake, namna yake anavyowaza. Unajua wengi wamepitia kwenye vitu mbalimbali, akikuelezea kitu alichokipitia unaona hata kama anachokifanya pengine ni sahihi. Kwa hiyo tunapowapokea tuanze kwanza kusafisha zile fahamu zao, jinsi wanavyofikiri, umeona, then unaanza kuwaunganisha na fursa mbalimbali ambazo wanaweza kuzifanya. Sawa sawa. Nana Care, kwa nafasi yenu mnafanya na mmefanya na mtaendelea kufanya kwa ajili yao, watoto hawa wa kwenye makao. Serikali umetoa wito wako hawa, bila shaka na wenyewe pia wanafanya kwa nafasi yao, lakini ipi nafasi ya wadau sasa ili kuwawezesha watoto hawa kuwa na maisha mazuri ya kujitegemea wanapotoka katika makao? Nafasi ya mdau, nafasi ya mtu ambaye unanitazama, nafasi ya sisi watu ambao tumekuwa tukifanya matendo ya huruma, tunaweza kusema kwa nafasi kabisa. Nafasi yetu ni kubwa sana, na kama tukiweza kubadilisha mtazamo wetu namna ya kumsaidia mtu, tunaweza tukawa tumepiga hatua kubwa sana. Sijajua niwekeje kwa Kiswahili, lakini Waingereza wana kitu ambacho inaitwa proactive. Yani kile kitu ambacho ukifanya leo basi usitegemee matokeo yake hapa sasa hivi. Tutafsiri namna ya kumsaidia mtu kwa namna nyingine, tupate picha ya msaada kwa namna nyingine. Tusione tu kama wale watoto wanachohitaji ni chakula na mavazi, hapana. Kwa hiyo wewe ukiwa unaenda unapanga kwenda kufanya matendo ya huruma, jaribu kufanya jambo ambalo linakuwa la muda mrefu, jambo ambalo siku ambao usiporudi basi kuna kitu ambacho umekiacha pale.
kuna vitu yule mtoto ataishi nacho. Kuna swala la elimu, umeona, elimu nzuri, umeelewa, kwa swala la vipaji, kuna swala la ujuzi. Hivi imagine kuna taasisi nyingi ambazo ziko hapa, na wakienda kufanya matendo ya huruma tunafanya kwa budget pia kubwa nzuri. Simaanishi kwamba vyakula na haya basic needs, kwa maana vitu vya msingi sio vya muhimu, ni vya muhimu sana, lakini tusiishie hapo. Tujaribu kuwaza nje ya boksi, vitu gani ambavyo vinaweza vikaendeleza watoto. Hata kesho akitoka anaweza kujitegemea yeye mwenyewe. Laiza, hawa watoto na wao wana perception zao. Wana namna ambavyo wao pia wanafikiria na namna ambavyo wanapokea. Ninyi mmekaa nao, mnazungumza nao, wanafikiria nini baada ya kutoka katika yale makao? Wanaweza wasiwe na jibu au fikra ya ujumla, lakini labda ni jibu kwa wachache ambao binafsi nishawahi kukaa nao. Kwanza, unapompokea yule mtoto, labda wale walezi ambao wanampokea yule mtoto, taratibu zipo namna ya kumpokea na kumuunganisha na watu wengine. Unatakiwa ujue historia yake, unatakiwa ujue tabia yake, kitu anachokiweza kukifanya. Ukishajua kile kitu, wewe sasa kama mlezi watakiwa uanze kutambua kwamba huyu mtoto kumbe njia yake sahihi ya kufanikiwa ni hii hapa. Na wakikaa kama yale makao hayana maono mapana, unaweza kujikuta kwamba unawakusanya wale watoto, wanakuwa kundi kubwa kwako, na unashindwa tena kuwahudumia, unaishia tu kuwapa chakula, makazi na nguo. Mwisho wa siku wakifika miaka 18 wataanza tena tabia, kwa sababu kwenye makao kuna sheria, sio hivyo, labda uruhusiwi kumiliki simu, uruhusiwi kufanya hichi kitu. Hasa kwa sababu ashakuwa mkubwa na anaona mazingira sio rafiki kwake, unachangaa tena anatoka nje ya yale makao, tunazidi kuongeza tatizo lingine. Kwa hiyo kuna kazi kubwa sana, aidha kuandaa watoto wanapofika, kwa sababu mtoto akiingia leo kituoni miaka 5 sio yule tena, amekuwa, lakini unakuta sisi maandalizi yetu ya kwenye kukua na ule umri wake ni mdogo sana. Kwa hiyo naweza siwe na mawazo ya jumla moja kwa moja, lakini mara nyingi kwamba wao wamekuja na mawazo tegemezi kwamba tunataka tupewe, wengi wao wako vile, na sisi jamii tunafuata sasa yale mawazo. Tunajikuta tena tunaacha ile njia sahihi ya kuwasaidia, tunajikuta tumeingia kwenye ule mkumbo wa kwamba tuendelee tu kuwasaidia wabaki vile vile walipo. Laiza, tunakushukuru sana. Asante sana. Labda kama kuna jambo ambalo litamani kulizungumza kwa jamii. Jambo kubwa kwa jamii ni kwamba tuna nafasi kubwa sana ya kubadilisha namna ya kuwasaidia watoto wetu wa Kitanzania, lakini pia rai yangu kwa walezi wanaosimamia haya makao kwamba angalau tuwapokee wale watoto ambao tuna uwezo wa kuwahudumia. Ni vigumu sana mtu mmoja kuwahudumia watoto 100, watoto 50, at least tuwachukue wale watoto ambao tuna uwezo wa kuwahudumia. Lakini sisi wadau wa maendeleo ya mtoto kwa ujumla tufanye yale mambo ambayo yanaweza kuwafikisha watoto mbali zaidi. Asante. Tunakushukuru sana. Asante sana. Hautamani kuwa mtangazaji siku moja? Never about that. Lakini pia unatazama Medicounter. Sawa, basi ungekuwa unatazama ningekuelekeza kitu hapa, lakini si haba, anza kufuatilia kuanzia leo. Nianze kufuatilia kuanzia leo. Nitajitahidi. Lakini sauti inatufaa huku kwenye tasnia. Karibu. Asante sana. Karibu kwenye tasnia ya habari kwa ujumla. Anaitwa Laiza Miporoke Rave, ni mkurugenzi mtendaji taasisi ya Nananakea, wakisema nakula naye na muonyesha kesho yake. Na hichi ambacho wanakifanya sisi sote katika jamii tunaweza kukifanya, hasa tukiungana na kauli mbiu kuelekea Aprili 12, siku ya kimataifa ya mtoto ambaye anaishi na kufanya kazi mtaani. Kauli mbiu ikituelekeza na kutuambia kuwa malezi na ulinzi wa mtoto ni wajibu wetu sisi sote.